Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe Kristo anatueleza leo kwamba yeye ndiye njia, ukweli na uzima, na kwamba nyumbani kwa Baba yake na makao mengi kwa ajili yetu, na kwamba aendapo atarudi kuchukua ili alipo yeye na sisi tuwepo nyumbani mkubwa. Na wakati huo Paulo anaendelea kuwahubiria Wayahudi juu ya ukweli wa ufufuo wa Kristo. Sisi tujitahidi kuwepo katika mazingira yanayoonyesha basi kwamba tutatoka nje ya njia ya kumfuata Kristo, ambayo ni masakramenti, kushika amri za Mungu na kuishi amri ya upendo. Tuanze na misa hii kwa kutana zetu na kumgamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, wewe ndiwe asili ya uhuru na wokovu wote. Usikilize sauti wanaokusihi na waliokuwa kwa damu ya mwanao, wafanye waishi kwa ajili yako wewe, na wapate kufurahia usalama wa milele katika wewe, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Mtakatifu Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya 26 hadi 33. Paulo alisimama akawapungia mkono akasema, ndugu zangu wana ukoo wa Ibrahimu na hao miongoni mwenu wanaomcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. Kwa maana wakawa Yerusalemu na wakuu wao, kwa kuwa hawakumjua yeye, wala maneno ya manabii yanayosomwa kila Sabato wameyatimiza kwa kumhukumu. Na ijapokuwa hawakuona sababu ya kumfisha, wakamwomba Pilato auawe. Hata walipokwisha kumaliza yote aliyoandikiwa, wakamteremsha katika ule mti, wakamweka kaburini. Lakini Mungu akamfufua katika wafu, akaonekana siku nyingi na wale waliopanda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, ambao sasa ndio walio mashahidi wake mbele ya watu. Na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa.
Neno la Bwana. Tumshukuru. Wimbo wa katikati, itikio: ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Nitaihubiri amri ya Bwana, aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Na sasa, enyi wafalme, fanyeni akili; enyi waamuzi wa dunia, mhadhibiwe. Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Shangilio. Wewe Toma, umesadiki kwa kuwa umeniona. Waheri wale wasioona wakasadiki. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Yohana. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi; kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendapo mwaiona njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Tuitikie, twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Uwe njia na mwanga kwa kila anayekuamini, e Bwana. Twakuomba utusikie. Usituache kamwe njiani, bali utupe mwanga tufuate popote uendako, e Bwana. Twakuomba utusikie. Mtume Tomaso alikuuliza kwa mashaka, na ukamwondolea mashaka. Utuondolee mashaka kwa yale yanayotukwaza, e Bwana. Twakuomba utusikie. Wewe na Baba Mungu pamoja, utusaidie kupokea mafundisho yako na kuyafuata katika siku zetu hizi, e Bwana. Twakuomba utusikie. Nyayo zako ziwe ndiyo alama yetu ya kufuata, na hasa tutambue shida za wenzetu na kuwasaidia, e Bwana.
Wapokee wote waliomtambua kama wewe ndiye njia, kweli na uzima, katika uzima wa milele. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana, tunakuomba upokee kwa huruma matoleo ya familia yako, ili kwa msaada wa ulinzi wako isipoteze mabaki iliyopokea hapa duniani na iyafikie pia yale ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Tubuni mioyo, Tumeinua kwa Bwana. Bwana Mungu wetu Ni mema na haki. wewe na haki tena faa katika wokovu. Tukuje kila wakati Ee Bwana, lakini hasa wakati kutangaza utukufu wako kwa kuwa Kristo katika wetu wa sadaka. Yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu, tena atutetea siku zote mbele zao kama kuhani. Yeye aliyetolewa sadaka wala tena, bali yu hai daima yeye aliyeuoa. Kwa sababu hiyo katika upeo wa furaha za Pasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia roho za mbinguni wanaonyesha malaika wanaimba utendo tofauti kusema bila mwisho. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wake. Hosana juu mbinguni. Barikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, wewe mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifu tajiri kwa nguvu ya Roho wako viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye aliyetolewa rafiki kwa yeye katika mateso yake, alitwaa mkate akashukuru kwa ubega na kwa wafuasi wake akisema, kwa hiyo yote huu ndio mwili wangu utolewa kwa ajili yenu.
Hivyo baada ya tena kwa wafuasi wake akisema yote, hii ndio kikombe cha damu yangu, damu ya Kristo ndani yenu, nitakayomwaga kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hili kwa ukumbusho wangu. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo baada ya kutambulisha ukumbusho wa kifo cha mwanadamu na kutolea ibada ya ukumbusho huo, tunashukuru kwa kuwa umesahihisha msamaha mbele yako na kutumbia ya tunafsi kwa nyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tuseme na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako huko duniani, ulikamilika katika mapendo pamoja na watakatifu wetu leo wanne, askofu wetu mkuu Yudayospaiti, msaidizi wake mcha Mungu na maafisa wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakati wa mafuko, marehemu wote waliofariki dunia katika roho yako pamoja na uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na marehemu na mwenyeji wa Mungu, takatifu Yosefu mwake Bikira, mitume wenyewe, takatifu Zito msimamizi wa parokia yetu na watakatifu wote waliotangulia, tusashiriki na wale tunakuja kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake kwa kudai ndani yake wewe kwa kuingia katika umoja wa Mtakatifu unapata heshima na utukufu milele na milele. Amen. Simama sasa kwa imani na tumaini. Ile sala aliyofundisha Bwana Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolee kila dhambi, wala tusifanye jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye na ujao wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako awatakatie duniani wako, usiziangalie dhambi zetu lakini na kanisa lako. Kweli kujalia Bwana katika kuendeleza kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe Bwana Na iwe rohoni mwako. Mwana kondoo wa Mungu, Uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Zamani mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia, kelele yote mnalo kwa karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili kuingia kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitu hivi kwa uzima milele. Amina. Yesu
Roho ya Kristo unitakase. Mwili wa Kristo uniokoe. Damu ya Kristo inifurahishe. Maji ya ubavu wake Kristo yanioshe. Mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Yesu mwema unisikilize. Katika manura yako unifiche. Usikubali nitengwe nawe. Na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite. Uniamuru kwako nije. Pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba utuaide kwa wema wako wasiku wote wale uliowaokoa, ili wote waliokombolewa kwa mateso ya Mwanao wapate kufurahia ufufuko wake, anaishi na kutawala milele na milele. Amina. Kristo, Tumaini. leo jioni tutakuwa na wengi wa askofu Kilaini pamoja na pande nyingine ya msikiti. Tutakuwa nao leo, kesho na kesho kutwa. Yesu Kristo anataka kuongoza kwa kesho kwa kwanza tunasoma kuna usahihi sana. Naomba kesho mjie sisi kwa kaka yake sisi. Kwa hiyo tunasema mimi mchungaji bila amu. Mje sasa amiri na Yesu. Afu wala ni mwende. Kwa hiyo ndio wao mshangao. Ili ndio kama kesho. Kwa hiyo tuwepo na mimi nilikwambia sasa hapa. Nilizungumzia Jumatatu asubuhi na pamoja na baba. Kesho anafikisha miaka 100. Umri wa shukrani. Miaka 100. Chetu ndio. Ni baraka kubwa sana. Bwana awe nanyi. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu.
Mama,